Na wasalimia katika jina lake Yesu Kristo. Hamjambo. Ni wakati mwingine nimeona ni vizuri tuweze kuangalia jambo moja la msingi katika uhusiano wa Mkristo na Mungu, ili tuweze kulielewa, ili hata tukiliamini tuweze kujua kimsingi juu ya hili jambo. Jambo lenyewe ni Biblia, na Biblia ukweli na uhakika wake. Tushukuru Mungu wetu na Baba yetu ishie juu mbinguni, twaomba uongozi wako, twanyenyekea kwako, ili Roho wako Mtakatifu azidi kutuangazia na kutuwezesha kuelewa yale mambo yaliyo muhimu ambayo atatuwezesha kumjua Kristo Yesu na hatimaye kuwa nao uzima wa milele. Sifa zikurudie. Twaomba mapenzi yako yatimizwe, na ni katika jina lake Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen. Basi swali la kwanza linalokuja ni kwamba nani aliliandika Biblia? Na kabla ya kujibu hilo swali, nitasema jina langu ni Stanley Kamura, na kwamba ni wakati mwingine mwema tutaweza kujifunza kimsingi juu Biblia ni nini. Tuendelee. Kitabu cha waraka wa pili wa Petero kinatuambia, aya yake ni ya 21, sura ya kwanza, inasema ya kwamba Biblia iliandikwa hivi: maana unabii haukuletwa popote kwa mapenzi ya mwanadamu, bali wanadamu walinena yaliyotoka kwa Mungu wakiongozwa na Roho Mtakatifu. Bila swali tunaelewa, tumeambiwa ya kwamba Roho Mtakatifu aliwaongoza kuandika yale yaliyonenwa kutoka kwa Mungu. Neno la Mungu lilitiwa pumzi na Roho Mtakatifu na likaandikwa na wazee watakatifu wa Mungu. Ukweli wa Biblia umejiweka wazi kutokana na utimilifu wa unabii ulionakiliwa na ukaweza kupita, na pia kupitia mabadiliko ya maisha ya watu wengi katika karne ama enzi zote ambazo zimepita, na hata hii ambayo tuko ndani yake. Je, ni kiasi gani cha Biblia kimetiwa pumzi ya Mungu? Kitabu cha waraka wa Timotheo wa pili sura ya 3 aya ya 16 inasema kila andiko. Kwa hivyo tunaweza sema ni kila andiko lililo mahali paitapo ama katika kitabu kiitwacho Biblia. Nitasoma, inasema hivi: kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kuwaongoza na kuwabidisha katika haki. Biblia siyo hoteli ujiwekeapo chakula ukipendacho pekee. Hizo aina za hoteli zinaitwa buffet. Sio hivyo. Biblia sio namna hiyo. Huwezi chukua upendacho na kutupilia mbali kisichokubaliana na mapenzi yako. Biblia ni kitabu chenye maajabu kwa njia hii, kwamba humuongoza msomaji kwenye maono ya kidani zaidi, aendeleapo kumsihi Mungu afugue kuelewa kwake anapozidi kuisoma hii Biblia, na baadaye humletea wokovu wa milele. Sasa swali lingine linakuja, unataka kuniambia Biblia hunena ukweli kuhusu uumbaji wa dunia? Sababu watu wamesikia mambo mengi kuhusu uumbaji wa dunia, lakini mimi sitasema chochote wakati huu. Vile Biblia inasema ni kwamba jumla ya neno lako ni kweli, na kila hukumu ya haki yako ni ya milele. Hicho ni kitabu cha Zaburi 116 aya yake ni ya 160, na inasema Biblia hunena kwa ujasiri kuhusu utimilifu ulio ndani yake. Ndio tu kitabu cha kipekee kinachoelezea kuhusu hata shida iliyoko duniani wakati huu sababu ya dhambi ya asili.
Na pia tu si kuelezea tu sababu ya hizi dhambi basi bado lakini inatupatia hata jawabu, suluhu ya hiyo shida na juu ya uhuru ujao baadaye, kutokana na hilo suluhu. Biblia ni kitabu cha kipekee katika uwekezaji wa fasihi ya kale na sasa, kwa sababu kimekuwa umuhimu wakati uliopita na zaidi hata wakati ujao, na hata sasa tukikisoma tunapata tumaini. Tunaweza semaje Biblia haijachafuliwa na maneno mengine kuondolewa? Nacho kitabu cha Zaburi kinatuelezea hivi. Zaburi ni 12 aya ya 6 na ya 7 inasema maneno haya: maneno ya Bwana ni maneno safi, ni fedha iliyojaribiwa karibuni juu ya nchi, iliyosafishwa mara 7. Hilo ni neno la Mungu litokapo katika kinywa chake, likitiwa pumzi na Roho Mtakatifu. Imesafishwa mara 7 juu ya moto mkali ambao unaitwa karibuni uko juu ya nchi. Inasema, wewe Bwana ndiwe utakaye tuhifadhi, utatulinda na kizazi hiki milele. Au kwa Kizungu KJV Bible inasema, thou shalt keep them, O Lord, thou shalt preserve them from this generation forever. Kwa hivyo pia hizi maandiko yeye huyahifadhi milele hata milele. Juu ndio tunaona kwamba Mungu ameilinda na kuihifadhi Biblia kwa enzi zote. Tena tunaona jambo hili ambalo ni la kushangaza kwamba mwaka wa 1947 kuna hizi makaratasi ama kitabu kilichoonekana, kilikuwa kinaitwa The Red Sea Scrolls, kilipatikana, na maandishi yaliyokuwa ndani yake yalikuwa yamejaa yale maandiko yaliyoko katika Agano la Kale. Wakati kitabu cha Isaia kililinganishwa na kile cha Red Sea Scrolls kilichokuwa pia cha Isaia, zote zilikuwa sababa, zikawa hakika, zikifuatana kikamilifu, na zikawa zinaongea na kupeana ujumbe mmoja. Mungu amehifadhi neno lake tangu kizazi hadi kingine kwa sababu ya upendo wake mkuu kwa wanadamu, ili wasipotee bali waweze kuwa nao uzima wa milele, wakihakikishiwa na kushuhudiwa pia na hili neno ambalo wengi wakilisoma wakipata huu shuhuda ulioko katika hiki kitabu cha Biblia ama neno takatifu, wanaweza kuwa na ushindi pia. Je, neno la Mungu hudumu muda gani? Kitabu cha Mathayo Injili 24 na aya yake ni ya 35 inasema hivi: mbingu na nchi zitapita, lakini neno au maneno yangu hayatapita kamwe. Dunia itapita, lakini neno la Mungu litadumu milele. Katika kizazi ambacho hakiamini, tunaweza kuamini Biblia na kutumaini neno la Mungu. Je, ni kwa nini Mungu atupatie neno lake kimsingi? Kitabu ni cha Warumi 15 aya ya 4 inasema ama inatujibu kwa kusema, kwa kuwa yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Imetujibu vizuri sana. Ni kwa sababu yote yaliyotangulia kuandikwa yaliandikwa ili kutufundisha sisi tulio katika kizazi hiki, ili kwa saburi na faraja ya maandiko tupate kuwa na tumaini. Tumaini la nini?
tumaini katika yale yote ambayo yameandikwa. Ahadi zote tuweze kuziamini kama vile ambaye ameahidi pia anakuwa ni mwaminifu. Neno la Mungu linatupatia tumaini tunayoihitaji katika kizazi hiki kisicho na tumaini. Jambo lililo muhimu na bora zaidi ni kwamba Biblia haijipigi wala kujitia mgogoro wowote juu ya washiriki wake. Tukiangalia mashujaa kama Daudi, Paulo na wote hutajwa katika tabia zao, uzuri na ubaya, na vile waliweza kurekebisha, ili sisi nasi tukiingia katika mambo kama hayo, ama hata tusipoingia, tusiingie kwenye mitego ile ile kama wao, lakini tuweze kujifunza na kuwa haki kupitia ile haki pia iliweza kuwaongoza kwa Mungu. Swali lingine linakuja, je, Biblia hutupa hekima namna gani? Au Biblia hutuhekimishaje? Kitabu cha Timotheo, waraka ni wa Timotheo wa pili, sura ya 3 aya ya 15 inasema, na kwa kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambao yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Na kwa kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambao yaweza kukuhekimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Hekima iliyotokana na Biblia inahusu wokovu. Maneno bora zaidi ambao yamewahi pewa mwanadamu ni Biblia, kwa sababu katika hilo kuna suluhu ya uoga uliojaa katika uso wa nchi. Hatuna tumaini, hatuna wokovu. Kila siku tunalia usaidizi, lakini sasa hapa tunapata haya maneno yanatupatia wokovu. Na tunaona ya kwamba Biblia ndio ni kitabu cha kilichotaja maisha ya ajabu yake Yesu Kristo, kifo na kufufuka kwake, na vile kupitia kwake tunao uweza wa kushinda pia. Kwa hivyo, ya muhimu zaidi na hekima zaidi ni kwamba Yesu Kristo anaonyeshwa katika Biblia, akaishi, akafa, akafufuka, na pia kwake huyu Kristo Yesu tukimuelewa na kumjua kwa uwezo wa hili somo la neno takatifu, tutaweza kuwa na ushindi pia. Je, nani mwenye mvuto zaidi ndani ya Biblia? Yohana sura ya 5 aya ya 39 inasema hivi, mwayachunguza maandiko kwa sababu mnadhani kwamba ninyi mnao uzima wa milele ndani yake, na hayo ndiyo yanayonishuhudia. Biblia sio tu mchanganyiko wa historia na ukweli, bali ni zaidi. Inahusu mmoja aitwaye Kristo Yesu. Huyu ndiye aliye katikati ya kurasa na mistari ikisomwa na maombi na unyenyekeaji, inamfunulia msomaji Yesu Kristo ambaye amekuwa mkombozi wa ulimwengu. Basi nitaisomaje Biblia? Waraka wa pili wa Paulo kwa Timotheo sura ya 2 aya ya 15 inasema hivi, jitahidi kujionyesha kuwa umekubaliwa na Mungu, mtenda kazi asiye na sababu ya kutahayari,
ukitumia kwa halali neno la kweli. Kuna njia nzuri na njia baya ya kuisoma Biblia. Unaweza isoma Biblia yote kabla ya kukanusha au kusuruhu. Ujue inaongea kuhusu nini na mwelekeo wake ni mgani. Ni vizuri kulinganisha maneno ya roho kiroho, kama vile tuelezeavyo katika waraka wa kwanza wa Wakorintho 2 aya ya 13. Inasema, nayo twayanena si kwa maneno yanayofundishwa kwa hekima ya kibinadamu, bali yanayofundishwa na Roho, tukiyafasiri mambo ya kiroho kwa maneno ya rohoni. Tukichukua tena Isaia 28 aya ya 10 anatuambia ama inasema, kwa maana ni amri juu ya amri, amri juu ya amri, kanuni juu ya kanuni, kanuni juu ya kanuni, huku kidogo na huku kidogo. Kwa neno lingine, kuangalia uzito na kimsingi ushahidi wote kwenye mafunzo. Nitarudia. Kwa neno lingine tunasema ni kuangalia uzito kimsingi ushahidi wote kabla ya kutia kikomo hata kuamini. Hii humsaidia msomaji aingie kwenye mafundisho asiweza kuingia katika mafunzo yasiyoambatana na Biblia. Kama vile tunaambiwa tena katika waraka ni wa kwanza wa Timotheo sura ya 4 aya ya kwanza inasema hivi, husema, siku za mwisho watu watajitia kwenye roho za udanganyifu na mafunzo ya mashetani. Na tunaambiwa ya kwamba hii inaonyesha wazi ni vyema kuelewa kwa kuikagua Biblia hakika kama ni neno la kweli. Kwa hivyo ni kuangalia zaidi, ni kuisoma zaidi, ni kumuomba Mungu aweze kutufungulia njia na aweze kutupea Roho wake Mtakatifu ili atuangazie tunapoisoma. Kabla ufungue Biblia, inafaa ufanye nini? Yohana 16 aya yake ni 13 inasema hivi, lakini yeye atakapokuja, huyo Roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote, kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe, lakini yote atakayoyasikia atayanena, na mambo yajayo atawapasa habari yake. Maombi ni muhimu kabla ya kusoma Biblia, na pia uendeleapo kusoma. Roho aliyeitia pumzi neno la Mungu, kama tunavyosoma kitabu cha Timotheo wa pili sura ya 3 aya 15, na ya kuwa tangu utotoni umeyajua. Tuanze 16. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kuwaonya. Kwa hivyo ni kila andiko lenye pumzi la Mungu. Kwa hivyo ndio maana tunataka hili pumzi ambao limetiwa na Mungu, pia tunaomba ili Roho naye aweze kutuangazia na kutuongoza. Ili nini? Ni kwa nini hili neno limepewanwa? Lenye pumzi la Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kuwabidiisha katika haki. Ili nini? Ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda tendo jema. Pia kwa hekima huelewa ni nini iliyomo ndani tusomapo. Kama tusomavyo katika kwa sababu bila kushikamana na Mungu
bila kushikamana na Mungu, kuiangalia Biblia au kujifunza Biblia ili kweli kuelimika kiroho. Nitarudia hapo. Ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema. Pia kwa hekima tunaelewa ni nini iliyomo ndani tusomapo. Bila kushikamana na Mungu ili kuiangalia Biblia, kujifunza Biblia ili kuhekimika kiroho, hatutaweza. Lakini tukiwa naye Roho wake Mungu, tutaweza kuielewa Biblia. Kuna mambo mengine mawili ambayo yanatakikana hapa. La kwanza ni uaminifu. Na kama utakuwa mwaminifu, utakuwa mwenye unyofu. Naye kitabu cha Methali sura ya 2 na aya ni ya 7 inasema hivi: huwawekea wanyofu akiba ya hekima kamili. Je, wewe uko na unyofu? Akiba utawekewa na ni ya hekima kamili. Na inasema yeye ni ngao kwao waendao kwa ukamilifu. Na jambo lingine ambalo tunaona hapa katika kunyenyekea katika neno lake Mungu ni kwamba kitabu cha Yakobo ni sura ya 4 aya ya 6 inasema, lakini hutujalia sisi neema iliyozidi. Kwa hiyo husema, Mungu huwapiga wajikuzao, bali huwapa neema wanyenyekevu. Kwa hivyo, ili tuweze kupata hayo yote, ni vizuri kunyenyekea kwa maombi. Ni vizuri tena kuwa waaminifu na yale ambayo tutayasikia, ili yakilinganishwa pamoja ama ikiingia katika maombi, tutaweza kufunguliwa njia ya kuelewa zaidi. Swali lingine linakuja, Yesu alielezeaje Biblia? Yohana Injili sura ya 17 na aya ya 17 anasema hivi: uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Neno takaza ramaanisha kutega, kuweka kado, kufanya jambo ya kipekee na takatifu. Utakatifu kulingana na Biblia haupatikani na kujinyima na kukaa mahali pametegwa bali na maisha ya kawaida, lakini utakatifu huja baada ya uhusiano na neno la Mungu, kuliamini kama ilivyoandikwa na kukubali kufanya maagizo yake Mungu. Utendaji utokao kwa mwenye kuamini kulingana na mapenzi ya Mungu. Na tunaambiwa ya kwamba ili tuweze kulijua hili neno la Mungu, katika kitabu cha Warumi ni 10 aya ya 17 inasema, basi imani chanzo chake ni kusikia, na kusikia huja kwa neno la Kristo. Naye Kristo anasemaje pale juu? Anasema uwatakase kwa ile kweli, neno lako ndiyo kweli. Lakini nasemaje? Je, wao hawakusikia? Naam, wamesikia. Sauti yao imeenea duniani mwote, na maneno yao hata miisho ya ulimwengu. Na hapa ndipo kunakuja changamoto inauliza, je, si hata kwa nyumba uko na Biblia? Na kama hauna, si jirani wako unaweza muwazima Biblia? Unaenda unaomba Biblia, alafu unamwambia utairudisha. Soma Biblia ukiomba ili uweze kufunuliwa ukweli. Tufanya nini basi tufunuliwapo mafunzo mapya ya Biblia? Tutafanya nini? Yohana sura ya 7:17 inasema hivi: mtu akipenda kuyatenda mapenzi yake atajua habari ya yale mafunzo, kwamba yatoka kwa Mungu, au kwamba mimi
na nena kwa nafsi yangu tu. Mapenzi ya Mungu kwetu ni roho iliyo na upendo wa utendaji na nafsi iliyo wazi. Mtu akipenda kumfuata Mungu kwa yote ambavyo yameshafunuliwa, basi utajiri wa kimbingu unafunguliwa kwake huyu mtu. Tumefikia mwisho. Ukiwa na kitu ya kusema unaweza weka hapo chini. Ukiwa na comment, ukiwa na jambo la kuongezea, usiwe na uoga, weka hapo. Ukiwa na swali, uliza. Ukitaka kuelewa zaidi, ingia katika kanisa la Kiadventista wa Sabato walio karibu na wewe, wataweza kukupatia mwongozo zaidi. Lakini tutazidi kuangazia hizi jambo kimsingi, na siku ingine ijayo tutaweza, ama wakati mwingine tutaweza kuongea juu ya imani. Imani ni nini? Mungu azidi kutubariki, Mungu azidi kutuangazia, Mungu azidi kutupa nafasi ili kuiangalia neno lake. Tushukuru. Sifa na shukrani kwako Mungu wetu. Asanti kwa wema wako. Asanti kwa dakika chache ambazo umetupatia. Asanti kwa maisha na umuhimu wa neno lako. Kuwa nasi sasa, tuangazie hata milele, ili ujapo tuwe pamoja na wewe milele zote. Ni katika jina lake Yesu Kristo tumeomba na kuamini. Amen.